Uhali gani na asante kwa kuendelea kutufuatilia kwenye YouTube channel yetu Monduli DC channel kwa habari tendeti na zenye uhakika zaidi. Mbunge wa jimbo la Monduli Mheshimiwa Fredrick Lowassa ameendelea na ziara yake ya ukaguzi wa miradi ya maendeleo iliyopo wilayani humo sambamba na kuzungumza na wananchi. Lakini katika ziara yake mbunge Freddy amezindua barabara ya kiwango cha lami iliyopo Monduli mjini sambamba na uchangizi wa shilingi milioni 2 kwa ajili ya ujenzi wa bwalo la wanafunzi wa shule ya sekondari Rikisongo. Fuatana nami kuanzia mwanzo wa tukio hili mpaka pale hitimisho. Jina langu ni Lydia Lazaro. Rikisongo safi! Safi! Kwa kweli mimi nilikuwa najua tunakuja kwenye bwalo, sikutegemea mapokezi kama haya, mahaba haya makubwa kweli kweli. Mtendaji alikuwa ananiambia watoto wamesubiri twende tukamalize kabla hajakwenda kwenye mkutano, lakini kweli mwalimu mkuu, sikujua ni kwa wingi huu na wamependeza wote, wako smart. Asanteni sana kwa muda wenu. Mwalimu mkuu, mimi naomba kwa leo jumla ile za zile gharama ulizotaja nimezisikia, niseme zile nimezipokea, lakini kwa siku ya leo tunapotoka hapa, kabla hatujaingia kwenye mkutano huo Monduli mjini, basi mimi kwa heshima na mahaba ya wanafunzi wa Rikisongo, mimi nitakabidhi shilingi milioni 2 leo. Na baada ya ukaguzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo, Mheshimiwa Freddy amepata nafasi ya kuzungumza na wananchi kwenye mkutano wa hadhara uliofanyika Monduli mjini, soko la Alhamisi. Kwa kweli nashindwa hata kwa kuanzia. Na wala nisiseme uongo, nimesikia mahaba ya ukweli ya marafiki zangu na wazazi wangu wa Monduli. Mahaba ya ukweli ya marafiki zangu na wazazi wangu wa Monduli. Mimi nimekulia Monduli. Leo ndugu zangu wa bodaboda wamekuja kunichukua kule Mlimani. Wakati tuko tunakunywa maziwa ya bibi yangu pale garage, watu wa Mlimani tuko tunabaita uzunguni, wanaishi wazungu. Lakini na mimi nimetokea pale garage, nimekuja nikikua tangu mtoto mdogo, tukija wakati wa likizo. Lakini napokuwa nilikuwa napandisha madukani hapa, kila siku wananipokea wamama miaka ile na wazee. Nimejifunza maisha yangu yote ya utotoni hapa Monduli mjini. Nyie watu wa Monduli mjini ndio mnanifahamu mimi, uwezo wangu, madhaifu yangu, na kujua kadeti wa kweli ni nani. Leo nimekuja kuongea nyumbani kweli kweli. Kwanza kipekee naomba niwashukuru ndugu zangu wa bodaboda, na washukuruni sana sana kwa heshima. Na washukuruni wote sana kwa maandalizi
mazuri sana ya mkutano huu wa leo. Lakini pia leo nimefarijika sana kuona wazee wetu ambao wamechukua muda wao kuja kuungana na sisi kwenye mkutano kama huu. Wazee wetu hawa wana nafasi kubwa sana na wana uchungu mkubwa sana, kwa sababu wanafahamu historia ya Monduli vizuri. Hawa wazee bado ni hazina kubwa sana kwa sisi viongozi ambao tumebahatika, kupata nafasi hizi. Wazee wetu mnafahamu historia ya Monduli, tunawaombeni sana. Pale Mungu anapowajalia afya njema, tunaomba sana muendelee kushiriki pamoja na sisi ili muendelee kutukosoa pale ambapo tumekosea. Nimefarijika sana kuona waheshimiwa madiwani ambao wamekuja kuungana nasi, lakini nakuja kusema kuhusu utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tumehangaika sana na barabara ya kufungua Monduli mjini. Na wakati tunahangaika, nakumbuka mawazo ya mzee pia yalikuwa wakati tunahangaika kufungua mji wa Monduli mjini, lakini pia tuendelee kuhamasisha serikali iendelee kutuletea vyuo vya elimu. Lakini kwa sababu ya mradi huo Magari Sote, na mimi nilipata nafasi pale mbele ya Waziri Jafo, na mimi nikasema jambo moja la msingi, kwamba mnatuletea matrilioni ya uwekezaji, na siku zote tulikuwa tunahangaika na jinsi ya kufungua makao makuu yetu ya wilaya ambayo ni Monduli mjini. Kwa sasa hivi hakuna ujanja, serikali lazima ijenge barabara itoke Monduli mjini kwenda Monduli juu, Mfereni mpaka Igarika. Zote hizi baraka au heshima au mafedha yanakuja kwa heshima ya nyinyi watu wa Monduli, ni heshima yenu. Kwa hizi fursa lazima mzikimbilie nyie wa kwanza. Mimi ndio maana nilisema busara za wazee nzuri. Wakati nimeingia kwenye ubunge, kuna wazee walinifuata wakasema barabara ya Monduli mjini imeshakaa sana, na wewe una nafasi ya kuitengeneza, kwa sababu mzee wako alitengeneza miaka ile, na wewe ni fursa yako. Namshukuru Mungu sana kwa sababu ya Mama Samia, barabara za Monduli mjini zinapendeza sana. Mheshimiwa, kwenye ukanda wetu wa Makueni, ule mradi wa bilioni 7 ulishastahiliwa, utekelezaji bado unaendelea, lakini visima vilikuwa vimeshachimbwa. Tukizungumzia swala la umeme, mimi vijiji vyangu vyote vina umeme. Vijiji vyote tayari vina umeme. Imebaki tu labda mtu aseme sijafika, lakini tayari upo kijijini. Sisi mmoja Mheshimiwa Mbunge, ukweli wewe sio mtu wa kuongea kule bungeni, lakini ni mtu ambaye unaweza ukaingia ofisi yoyote na majibu yakapatikana kwa wakati huo huo. Piga makofi kwa Mheshimiwa Mbunge. Hakika sisi kwa muda huu mfupi tumeona hekima yako, busara zako na utendaji wako wa kazi ulivyo makini, ambao imetuletea matunda katika wilaya yetu ya Monduli. Tukizungumza wilaya nzima ya Monduli, iko miradi mingi ambayo imeshatekelezwa katika wilaya ya Monduli ambayo haikuwahi kutokea. Kwa wakati wa nyuma tunazungumza habari ya kuchangisha wananchi, lakini Mama Samia amekuta hilo, ameshusha fedha kutoka juu, na kazi za utekelezaji zimetekelezwa kwa umakini mkubwa, ambayo wilaya yetu sasa ya Monduli alituachia marehemu Edward Lowassa ambaye
alianzisha mpango wa sekondari za bodi hapa Monduli. Wilaya yetu imeshinda, wilaya yetu ndio ina sekondari za kulala. Hakuna wilaya nyingine yenye sekondari ambayo ni bodi. Piga makofi kwa mheshimiwa mkuu. Na yeye alipoingia kwenye kiti ameendelea kufanya kazi kubwa. Ameendelea kusimamia kuvaa viatu. Nilisema siku ile huwezi kuvaa viatu. Unaweza. Umevaa viatu na tumeona. Piga makofi kwa mheshimiwa mkuu. Mheshimiwa Mbunge, hakika sisi hatuna la kusema. Mimi kwa upande wangu kama katibu wa CCM naweza nikasema ni mambo mengi yaliyofanyika ndani ya wilaya Monduli. Hakuna asiyeyafahamu. Tunayafahamu. Tukianzia kama hiyo hospitali ambayo imeambia ya wilaya, tumejengewa OPD lakini tumejengewa wodi. Wagonjwa wanalala, hewa nzuri inapatikana, majengo makubwa yana nafasi. Lakini tukiachia mbali hapo, kwenye masuala ya elimu, zipo shule zimejengwa za sekondari mpya zisizopungua 5, lakini kuna shule za msingi zimejengwa mpya, ikiwemo shule ya Maelete pale Monduli juu, ni shule ya mfano. Zote ni juhudi za Mama Samia. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Hivi kuna mtu anayesema Mama Samia ana mitano tena kwetu? Wana Monduli tunasema kwa Mama Samia kwetu hana deni, ila sisi tuna deni kwa Mama Samia, kumpa kula za kutosha muda unapofika. Naamini kabisa wana Monduli amnaga mbambamba, kula zitatosha za kumwagika kwa mbunge wa Chama cha Mapinduzi, diwani wa Chama cha Mapinduzi na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Wana Monduli